Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Msingizini ni akina nani? Na wana vitu gani? Na wana historia gani kwenye soka la Afrika? Kwa sababu ni jina ambalo geni kwa asilimia kubwa ya wapenzi wa soka ambao wamekuwa wakifuatilia kwa miaka ya karibuni. Lakini nadhani wewe unalifahamu vizuri. Hebu tueleze kidogo. Msingizini ni akina nani? Na wana ukubwa gani kwenye bara la Afrika? Ili tujue kabisa kwamba watatoa changamoto aina gani. Nsingizini haina jina kubwa sana barani Afrika. Sio timu yenye mafanikio makubwa kiasi hiko kulinganisha na Simba. Ni timu ambayo imeanzishwa mwaka 1984. Hivi sasa ina miaka takriban 41 tangu kuanzishwa kwake. Wakati huo mpinzani wake Simba yeye kaanzishwa mwaka 1936. Ana miaka zaidi ya 89 tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo mpaka hapo unapata taswira ambayo ni kwamba ni kama babu anakwenda kucheza na mjukuu kwa gepu ambalo lipo baina ya vilabu hivi viwili. Huyu Nsingizini msimu jana ndo kafanikiwa kuchukua ubingwa ligi kuu ya Eswatini msimu wa mwaka 2024-25. Ndio ubingwa wake wa kwanza au kwa mara ya kwanza anatoa ubingwa wa ligi kuu. Simba na makombe zaidi ya 20 ya ligi, huwezi kumweka sehemu moja na Nsingizini Hotspurs. Ni vilabu viwili tofauti. Japo mpira kama ninavyosema utasalia kuwa mpira tu. Kuna wakati ukubwa wa timu, ukongwe wa timu, uwekezaji wa timu, si chochote kwenye mpira wa miguu. Unaweza kuwa na kila kitu bado ukashindwa kupata matokeo. Kwa hiyo Nsingizini haina jina kubwa, pengine inaweza kupata jina kubwa mbele ya Simba. Kabla ya kufuzu kuja hatua ya pili, wamecheza mechi yao dhidi ya Simba Bora. Wamecheza mchezo wa kwanza ugenini wakafungwa bao moja, wakarudi nyumbani kwao wakajipanga wakashinda bao moja, aggregate ikawa ni 1-1, mchezo ukaenda kwenye hatua ya mikwaju ya penalti. Nsingizini akamfunga Simba Bora mikwaju ya penalti 4-2, akafanikiwa kufuzu kwenda hatua ya pili, hatua za awali. Kwa hiyo anapokwenda kukutana na Simba wanapaswa kujipanga. Wanapaswa kutambua ukubwa wa Simba barani Afrika, wanapaswa kutambua ukubwa wa Simba kwenye michuano ya ngazi za virabu barani Afrika. Huyo Simba anaenda kukutana naye ni Simba ambaye msimu uliopita amekwenda fainali ya kombe la shirikisho, akapoteza mbele ya RS Berkane na haikuwa kinyonge kiasi hiko. Kwa hiyo Nsingizini wanapaswa kujipanga na kuchukua hatua za mapema zaidi, kwa sababu wanakwenda kucheza na timu hatari, timu ambayo tayari jina lake ni kubwa zaidi barani Afrika. Ukizungumza Simba Sports Club, pengine kutoka Tanzania, ndio klabu ambayo imecheza kwa mafanikio makubwa zaidi kwenye michuano ya ngazi za vilabu barani Afrika, kwa maana ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Kwa hiyo ninaiona Nsingizini kwa mchezo aliocheza dhidi ya Simba Bora. Simba Bora sio timu ambayo ni timu ambayo ilikuwa inatisha zaidi, lakini walifuzu wao kama Simba tu, mkononi. Japo Simba yeye alikutana na kipimo kikubwa zaidi au kipimo cha kati, tuseme hivyo, tuseme kikubwa. Simba naye kama nilivyosema siku za nyuma amefuzu, lakini sio kwa ushawishi. Ugenini ameshinda bao moja, nyumbani akaja akalazimishwa sare ya bao 1-1. Akafuzu kwenda hatua hii inayofuata kwa faida ya bao moja la ugenini. Si ndio? Hakufuzu kwa ushawishi. Japo ni Simba ambayo imepitia mazingira mengi sana magumu kwa kipindi kifupi. Kwamba anakwenda kucheza mechi ugenini, wakati huo kuna tetesi ya kwamba mwalimu anaondoka, amekwenda amemaliza ule mchezo, anarejea mwalimu kapita juu kwa juu, hata bongo kufuata mabegi yake, kaondoka zake, kaiacha timu imekuja Tanzania, kachukuliwa kocha wa muda Hemedi Moroko, kapewa timu akisaidiana na Selemani Matola, wameivusha timu kwenye nyakati ngumu. Kwa hiyo ni Simba ambayo ilikuwa inapitia misukosuko. Simba ambayo inakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs, ninasubiri kuona itakuwa ni Simba ya aina gani chini ya kocha mpya au meneja mpya Dimitar Pantev akisaidizana na Selemani Matola.
Kwa hiyo ninawaona Nsingizini wana kazi kubwa sana ya kufanya kutokana pia na performance yao waliocheza dhidi ya Simba Bora, wakafanikiwa kufuzu kwa hatua ya mikwaju ya changamoto ya penalti kuja hatua ya mkondo wa pili au hatua ya pili ya hatua za awali. Kwa hiyo ninaona wana mlima mkubwa wa kufanya, ninaona Nsingizini wakiwa na mlima mrefu zaidi wa kuupanda. Sawa, umetueleza Nsingizini ni timu gani na imetoka wapi. Nilitamani sasa utuambie makali yao yapo eneo gani sana, kwa sababu umetazama michezo yao. Utuelekeze ni maeneo gani ambayo ni hatarishi sana kwa upande wa Nsingizini, kwa sababu Simba tunafahamu wao ubora wao uko wapi, lakini tulitamani kuwajua Nsingizini ni maeneo gani ambayo hatari zaidi, ambapo Simba anatakiwa kuwa makini sana kwenye mchezo wao. Nsingizini Hotspurs nadhani eneo lao ambao ni imara zaidi ni eneo la kati ya kiwanja, kwamba wamekuwa na balance nzuri sana, na ndio maana hata mchezo uliopita dhidi ya Simba Bora unaona kwamba wana uwezo wa kufunga, lakini pia wameruhusu bao, kwamba hata wanaporuhusu bao si mabao mengi. Na mchezo wao wa ligi wa juzi wameshacheza mchezo mmoja, wameshinda bao moja bila. Kwa hiyo unaiona ni timu ambayo ina balance nzuri katikati ya kiwanja, ambao pia inachagiza kuwa na safu bora ya ulinzi. Kwa hiyo wana eneo zuri sana, wana wachezaji viungo sana wakati wazuri ambao wanaiwezesha timu kuwa na balance, lakini pia wana safu nzuri ya ulinzi. Kwa hiyo tutarajie mnyama ambaye anakwenda na kina Jonathan Soa, ambaye anakwenda na kina Mwalimu Suleiman Gomez, ambaye anakwenda na kina Jean Ziaua, anakwenda na kina Elim Panzu. Tutarajie wanakwenda kukutana na changamoto hiyo, kwamba wanakutana na timu ambayo ina uimara mzuri katikati ya kiwanja, lakini pia eneo la nyuma kwa maana ya defensive. Eneo la mbele sio wazuri sana na hawazalishi nafasi nyingi sana kwenye mchezo, tofauti na Simba. Simba wana ma creators wengi ambao wanaweza kutengeneza nafasi, lakini pia wanaweza wakafunga kwa wakati huo huo. Mzungumzie mtu kama Elim Panzu, anaweza kutengeneza nafasi zaidi ya moja mchezoni na anaweza pia kufunga. Njoo mzungumzie Jean Ziaua, anaweza akatengeneza nafasi, anaweza akafunga pia. Kwa hiyo ni faida ambayo Simba wanayo, lakini inaweza kuwa ndio hasara zaidi kwa wapinzani wao, kwa maana ya Nsingizini Hotspurs. Hapo ndipo mahali ambapo ninapouona ubora wa Nsingizini, kwamba eneo la kati na eneo la nyuma wako vizuri, tatizo ni mbele. Sasa kama mbele mko vibaya, hata nyuma mkiwa imara zaidi hamwezi kuzuia mashambulizi ya mpinzani au majaribio ya mpinzani kwa dakika zote 90. Ni lazima tu mtafanya makosa, ni lazima mtaruhusu bao, na ukija kwenye makosa, mtu kama Jean Ziaua ni mpigaji mzuri wa foul, anaweza akawaadhibu pia, anaweza kasababisha penalti, kwa sababu wana watu pia ambao wana uwezo wa kutembea na mpira. Kwa hiyo wanapaswa kuwa makini zaidi Nsingizini Hotspurs wanapokwenda kukabiliana na Simba kwenye mchezo wao. Sawa, umetupa kwa ndani zaidi kuhusiana na Nsingizini. Tuitarajie Simba ya aina gani ambayo itaenda kucheza pale dhidi ya Nsingizini, ikiwa raundi ya kwanza tuliona walivyocheza, mabadiliko ya mwalimu. Tutarajie kwa ambavyo unafahamu tutaiona Simba ya aina gani? Sitegemei kuiona Simba ambayo ina mabadiliko makubwa sana, hasa ya kikosi, licha ya ujio wa kocha mpya Dimitar Pantev. Amekuja kipindi ambacho hajakaa na kundi lake kwa muda wa kutosha, wala hata wiki mbili hajapata huo muda. Amefika, baadhi ya wachezaji wameondoka kwenda kutumikia timu zao za taifa kwenye kalenda ya FIFA. Takriban wiki mbili wamespend wakiwa nje ya kikosi cha Simba. Na wakati huo yeye alikuwa na program. Tumeshuhudia amecheza mpaka michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman, si ndio? Kwa hiyo mwalimu anapokwenda kuikabili Nsingizini Hotspurs hawezi kuja na mabadiliko makubwa sana, na walimu wamekuwa na falsafa yao moja, kwamba winning team never change, kwamba timu ya mabadiliko, timu ya mafanikio au timu ambayo inapata ushindi mara kwa mara haiwezi kubadilika na haibadiliki. Mabadiliko ambayo nayatarajia kuyaona pengine ni eneo la langoni, kama tulivyoona kwamba kama Musa Pinpin kama rakaachwa, basi Yakubu Suleiman anakwenda kuanza pale langoni, kwa sababu anakosekana
Abdulrazak Hamza kwenye eneo la kati, basi tutarajie kumuona Shamu pamoja na Abdulrazak Hamza wakicheza pamoja na Rushen Diluk. Yes, Rushen Diluk pamoja na Shamu wakiwa eneo la katikati ya kiwanja. Kwa hiyo hayo ndio mabadiliko makubwa ambayo ninakwenda kuyaona. Kwa asilimia kubwa kikosi ambacho kilicheza mchezo wa mwisho dhidi ya Gaborone United ndio kikosi ambacho tunakwenda kukishuhudia kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Tofauti itakuwa ni langoni tu pengine kutoka kwa Musa Pinpin Kamara na anakuja kuingia Yakub Suleiman. Kwa hiyo sitarajii kuona kocha akifanya mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo hiyo Simba ambayo imecheza na Gaborone mchezo wa mwisho ndio Simba ambayo tutakwenda kushuhudia pia ikicheza mchezo dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.